Vision 2030, madini ni maisha. Naibu Waziri wa Madini Dr. Steven Kiruswa amezipa siku 20 viwanda vya saruji vya Tanga Cement na Twiga Cement kukutana na wanachama wa ushirika wa wachimbaji wa madini ya Jasi Gypsum kutoka kijiji cha Makanya, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro, ili kufikia muafaka wa utaratibu wa biashara ya mali ghafi inayotumika viwandani humo. Akizungumza Januari 28, 2026 wakati wa kikao cha pamoja kati ya uwekezaji hao na serikali kupitia Wizara ya Madini, Dr. Kiruswa alisema serikali inalenga kuwa inanufaisha pande zote na kuhakikisha viwanda vinapata malighafi kwa uendelevu, huku wachimbaji na jamii zinazozunguka migodi zikinufaika kiuchumi na kimazingira. Alisisitiza kuwa anatoa siku 20 kufikia tarehe 20 Februari 2026 uongozi wa kampuni inayomiliki viwanda hivyo na ushirika wa wachimbaji hao kukaa pamoja na kukubaliana namna bora ya utaratibu wa biashara hiyo bila kuathiri upande wowote, na kwamba kikao hicho kihusishe uongozi wa kijiji hicho na vyama vya wachimbaji ili kuweka misingi ya uwazi, haki, uhusiano na uendelevu. Katika kuhakikisha shughuli za uchimbaji na usafirishaji wa jasi zinafanyika kwa kuzingatia sheria na maslahi ya jamii, naibu waziri alielekeza kampuni hiyo kutekeleza hatua zifuatazo ambazo ni utunzaji wa mazingira, kupitia upya mikataba yote walioingia na wachimbaji na kuhakikisha utunzaji wa mazingira unazingatiwa ipasavyo wakati wa uchimbaji wa madini ya jasi, sambamba na kufukia mashimo yaliyoachwa wazi. Pia Dr. Kiruswa alielekeza viwanda hivyo kutekeleza kikamilifu miradi ya uwajibikaji kwa jamii CSR kwa kuwa vinachukua malighafi kutoka katika kijiji hicho, na kwamba wanapaswa kuchangia huduma za jamii kama inazoelekea maeneo ya uchimbaji ambayo kwa sasa ni mbovu, inapaswa ifanyiwe ukarabati wa haraka ili kurahisisha usafirishaji na kupunguza athari kwa jamii, ikiwemo vumbi kali, pamoja na kuagiza mizigo ya madini ya jasi kununuliwa kwa watu wanaotambulika na kuthibitishwa na uongozi wa kijiji husika ili kudhibiti migogoro na kuongeza uwajibikaji. Kutoka Dodoma, Mohab TV.